So I started asking different pastors. Kwa nikaanza kuuliza wachungaji tofauti. Can I talk to this God? Je, naweza nikaongea na huyu Mungu? Can I meet this God? Je, naweza nikaonana na huyu Mungu? Is it possible for God to talk to me? Je, inawezekana Mungu akazungumza na mimi? Because now I wanted to know the truth. Na kwa sababu nilikuwa nataka kujua ukweli. Because I used to ask pastors. Kwa sababu nilikuwa nauliza wachungaji how to talk to God. Namna gani ya kuzungumza na Mungu? They were telling me it is possible. Wakaniambia inawezekana. But they would not explain exactly how. Lakini hawakuwa na majibu ya moja kwa moja kwamba namna gani. I had questions in me. Kwa sababu nilikuwa na maswali ndani yangu. And I thought nikadhani that maybe God cannot come and appear to me when all people are around. Nilizani kwamba labda Mungu hawezi kutokea kwangu wakati wote watu wakiwepo pale. I remember time came, nakumbuka muda fulani ulikaja, when I would wake up very early in the morning at 3 a.m. Niliamka asubuhi na mapema sana saa 9. And I would go to church. Nikaenda kanisani. I was thinking, nilikuwa nawaza, maybe when you go that time you may find there God alone. Nikawaza kwamba labda nikienda mle kanisani masaa hayo naweza kumkuta Mungu yuko peke yake. The church was just darkness, the lights are off, I just kneel down and pray. Wakati huo kanisa taa zimezimwa, hakuna kitu kinachowaka pale, lakini nilikuwa napiga magoti tu pale. And I was only praying one thing, I want to see God. Lakini nilikuwa naomba jambo moja tu, nataka kumwona Mungu. I was sleeping on my back facing up. Nilikuwa nimelala juu ya bega yangu na nimeangalia juu. I felt so much weak. Nikajisikia kama mwili umekuwa dhaifu. The whole body was so weak. Mwili wangu wote ukawa dhaifu. I could not raise one hand. Wala sikuweza kunyanyua mkono wangu mmoja. I could not shake my head. Wala sikuweza kuchikisa kichwa changu. I could not even speak. Wala sikuweza kuongea. I didn't know what was happening to me. Hata sikujua nini kinachoendelea. And then I felt pain. Then these eyes I was looking, na haya macho nikiwa nimeangalia, but slowly by slowly I started to be when I'm not seeing. Nikashangaa kidogo kidogo nikaanza kupoteza ule uwezo wa kuona. Then I remember also the breathing started to be very hard. Ndipo nikagundua hata namna ya kupumua ilikuwa kazi. And I breathed something very small out. Nilijitahidi sana nikapumua kidogo. So in my heart I knew this may be the last breath out. Kwenye moyo wangu nikajua kwamba yawezekana hii ndio ikawa pumzi yangu ya mwisho. I remember I started feeling the coldness. Nikaanza kuhisi baridi. When someone is dying, now I know it starts from the nails. Hapo ndipo nilipogundua kwamba kumbe mtu anapokufa huwa inaanza kutoka kwenye makucha. I felt on my head here. Nikasikia kwenye kichwa changu like something wants to, like there is a hole. Kama kwenye kichwa changu kimetobolewa kuna shimo. In me I knew I am dying. Kwa mimi ndani yangu nikajua na kufa. I felt that it is coming out of me like smoke.